Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hongereni kwa mfungo kwa wale ambao mmefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia hongereni kwa wale ambao mmefunga kwa resma. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mwaka huu kwa resma na Ramadhani zimekutana pamoja, kwa hiyo wote tupo kwenye mfungo. Kipekee kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa afya njema na baraka kuweza kuiona siku njema ya leo, na nimewaita ndugu waandishi wa habari kwa heshima kubwa sana na ningetamani sana swala hili ambalo nalizungumza muweze kunipa sapoti ya kutosha kuweza kufika kwa jamii. Kikubwa zaidi IPM huwa nina ibada ambayo inaitwa kikao cha wanaume. Ibada hii kikao cha wanaume, tunakusanyika wanaume, tunakutana wanaume kujadili mambo ya wanaume. Tunakusanyika wanaume kwa sababu mara kwa mara tumeona wamama wakikusanyika, wanawake wanazungumza, wanawake wanaongea, lakini mwanaume anapitia mambo mengi sana mazito, majanga mengi sana mwanaume anapitia, lakini hana wa kumshirikisha, hana wa kuongea naye, hana wa kumweleza. Kwa hiyo mimi nilipata wahai au revelation kwa Kiingereza au ufunuo wa Kiswahili kwamba kwa nini wanaume sisi tunakutana. Kwa hiyo ndipo nikaanzisha hichi kitu kinaitwa kikao cha wanaume, ambacho tutakuwa tunajadili mambo yetu sisi kama wanaume. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya, mwaka jana Mungu alisaidia tulifanya, ilikuwa kubwa sana. Watu walipenda na walitamani hata kiwe kila mwezi, lakini hata wali ukiula kila siku unakuwa sio wali tena, unakuwa kero. Kwa hiyo tunafanya kila mwaka kikao cha wanaume. Kwa hiyo mwaka huu 2026 kwa idhini ya Mwenyezi Mungu ametupa neema ya uzima na afya. Kwa hiyo tumeona vyema tuweze kukiandaa tena kikao cha wanaume. Na kikao hiki cha wanaume safari hii hatutakifanyia kanisani. Kwanza kuvuka mipaka ya kidini, hatutaki kiwe kikao cha kidini, tunataka kiwe kikao cha wanaume. Na kwa sababu tumevuka mipaka, tunatamani kila mmoja aweze kuhudhuria kikao hiki anayeitwa mwanaume mwenye jinsia ya kiume. Tumeamua tuchukue ukumbi pale Mlimani City. Kwa hiyo tutakuwepo pale Mlimani City mwaka huu 2026, muda kuanzia saa 4 asubuhi mpaka baadaye sana. Na kikao hiki cha wanaume safari hii, kama jinsi mnavyofahamu, huwa tuna dress code. Last time tulifanya nguo nyeusi full, maswali yakawa mengi sana, mkanishambulia kweli kweli waandishi. Kila nikikutana na nyinyi ni maswali tu, ni nondo juu ya nondo. Kwa nini nyeusi? Kwa nini nyeusi? Kwa hiyo safari hii hatutavaa nyeusi full. Safari hii tutavaa suti nyeusi, shati jeupe, tai nyekundu, kiatu cheusi, soksi nyeusi. Kwa hiyo ndo dressing code yetu ambayo tutakuwa nayo kwenye kikao cha wanaume. Na niliporusha tangazo kwenye ukurasa wangu wa Instagram, wako watu walikuja kunitania pale, mimi sina suti na kadhalika. Nikawaambia shilingi 5,000. Na nazungumza hivi kwa sababu ya experience nilionayo mimi. Zamani nilikuwa naenda Ilala kabla sijawa kidogo. Mwenyezi Mungu ajanipa riziki. Nilikuwa nanunua koti pale 5,000, suruali 3,000, shati buku. Na nilikuwa naenda kuinyoosha na pasi ya mkaa. So hizi za kizungu, pasi ya mkaa, katamiza hivi. Nikiweka mwilini pale, kila mmoja anajua nimevaa suti
ya milioni, kumbe ni suti ya shilingi 5,000 7,000. Kwa hiyo vijana wa Kitanzania, msio na wasiwasi juu ya suti. Kachukue koti hata la babu yako litie mwilini, njoo kwenye kikao cha wanaume. Yaani kusiwe na excuse. Na anafanya hivi kunyoosha watu. Acha mambo ya siwezi. Acha mambo ya kujiona kwamba vitu fulani wanaweza wakafanya watu fulani. Natamani kila mmoja ambaye ni mwanaume ajitengenezewe ufahamu kwenye kichwa chake kwamba yote yanawezekana. Hata kama hujawahi kuvaa suti, jitahidi safari hii kwenye kikao cha wanaume hiyo dressing code ambayo nimetangaza, kwa sababu utabaki mlangoni bila kuingia. Ukija na nguo yako ya Yanga, samani Simba au Mtibwa Sugar, hautoingia kwenye ukumbi, kwa sababu utakutana na watu pale mlangoni ambao sio mimi, hawatakuelewa. Kwa make sure kwamba unavaa hilo vazi la suti nyeusi, shati jeupe, tai nyekundu, kiatu cheusi, unakuwa smart na itapendeza sana. Kwa hiyo tumeweka pia na kiingilio shilingi 50,000 kwa ajili ya kuweza kusupport kazi kubwa ambayo tunaifanya, maandalizi ya shughuli yenyewe, vipeperushi, matangazo, mpaka tumechukua mpaka mwendo kasi, social media, kupromote katika platform mbalimbali, magari, kutoa posters, magari yale ya kutembea barabarani, majukwaa, stage, muziki na gharama. Vitu ni vingi sana ambavyo vinahitaji fedha, lakini pia kutakuwa na chakula. Tuwezi kuwaweka watu afu tusiwape chakula. Kwa kutakuwa na chakula kizuri kabisa cha mchana, utakuwa na wali, utakuwa na kuku, kutakuwa na maji ya kunywa, kutakuwa na maziwa, kutakuwa na juice. Hakikisha kwamba hauhudhurii tu event, lakini ukifika muda wa chakula basi tuna ya kupata nondo. Mungu ametupa neema mwaka huu kufanyia pale Mlimani City. Sababu kuu hapa tulipo ni Embassy of God for All Nations, lakini tulifanya mwaka jana hapa walikuja wanaume zaidi ya 1,400. Sasa hili jengo letu aliingia wanaume zaidi ya 1,400. Kwa wengine walibaki nje huko, tukaanza kuchukua matenti, tukaanza kuhangaika. Wengine wakawa nakasirika, wataki wamuone IPM, wanataka napozungumza wanione live hivi. So tumeona vyema tuchukue Mlimani City, kwa sababu Mlimani City ni pakubwa, ni ukumbi unaingia watu hata 3,000 au 5,000 kabisa pale. Lakini pia ni center. Mtu akitoka Gongo la Mboto atafika, akitoka Coca-Cola atafika, akitoka Bagamoyo atafika, akitoka Charinze atafika, akitoka Tabata atafika, na ni ukumbi ambao unajulikana na watu wengi. Kwa hiyo ukisema Mlimani City kila mmoja anakuwa anafahamu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wote ambao mnatufuatilia, wa Tanzania wote na hata pia ambao sio wa Tanzania. Kikao cha wanaume hakifuatiliwi na watu kutoka Tanzania peke yake, kama ambavyo IPM mwenyewe hafuatiliwi na watu kwa Tanzania peke yake. Kikao cha wanaume kinagusa mpaka East Africa. Mwaka jana tulikuwa na watu wengi hapa, kuna mwaka huu pia tutapata watu kutoka Kenya, tutapata watu kutoka Zambia, watu kutoka Malawi, watu kutoka Mozambiki, watu kutoka Namibia, watu kutoka mpaka watu kutoka Marekani huwa wanakuja kwenye kikao cha wanaume, watu kutoka Uganda. Kwa kifupi watu wanakuja wengi kutoka nchi zilizotuzunguka na Tanzania. Kwa hiyo ni kikao ambacho ni muhimu sana. Nichukue nafasi kuwakaribisha wanaume wote. Wanaume wote mnakaribishwa. Hiki sio kikao cha dini, ni kikao cha wanaume. Kwa dini yoyote, dhehebu lolote, tunawakaribisha. Na kwa kutambua hilo kwamba hakuna udini, nilipata neema ya kumshirikisha kaka yetu Saidi Lugumi, naye akawa amekubali ratiba zake kuziweka sawa ili naye aweze kuhudhuria kwenye kikao cha wanaume. Kama mnavyofahamu, Saidi Lugumi sio mchungaji wala sio askofu. Yeye ni Muislamu, anafanya shughuli zake nyingine za kujitafutia riski na kadhalika, lakini alikubali
kujiunga na mimi ili tuweze kuwa pamoja pale Mlimani City kwa ajili ya kikao hiki cha wanaume. Kwa tunawakaribisha watu wote bila kuangalia dini, rangi wala kabila. Tutakuwa na surprise nyingi pale. Kwa kifupi tu, njoo wewe kama mwanaume, tukae chini, tuzungumze, tuyapange, uone nini ambacho kinakufanya unaferi. Mwaka wa 20 leo huna chochote, unapanda unashuka, kila unachokianzisha kiendi. Ujuaji, IPM huwa na tabia, nasema siwezi kujua kila kitu. Huwezi kujua kila kitu, na mimi naamini siwezi kujua kila kitu. Kuna watu ukikutana nao katika maisha ndio unakuwa mwanzo wako wa kupiga hatua. Kuna watu ukikutana nao katika maisha ndio unakuwa mwanzo wako wa kufumbuka macho na kuzinduka kwamba kumbe kuna hili na hili. Kwa hiyo kutakuwa na wafanyabiashara wengi siku hiyo, kutakuwa na wafanyakazi wengi siku hiyo, kutakuwa na watu mbalimbali. Kwa hiyo wanaume wakikaa chini pamoja, utabadilishana mawazo na huyu, utabadilishana mawazo na huyu. Mwisho wa siku hautaondoka kapa, kwa sababu kutakuwa na mafundisho. Saidi Lugumi ataulizwa maswali, kafikaje pale? Njia zipi za kweli za kuwapa vijana wapige hatua? Mimi IPM nafikiri nafahamika mambo yangu. Itakuwa na mimi na maneno yangu ya kuzungumza kuhakikisha kwamba shughuli yetu ya kikao cha wanaume 2026 inakwenda vizuri.